Unajua kosa dogo ambalo linawafanya watu wengi kuweza kudukuliwa bila ya kujua, na mbaya zaidi pengine na wewe ni miongoni mwao, umekuwa ukilifanya kosa hilo kila siku bila hata kujua. Kila pale ambapo unapokea link WhatsApp ama DM na kuweza kubonyeza tu bila hata kufikiria mara mbili ama kuchunguza linki hiyo, basi unaweza kuwa umemruhusu haka mdukuaji kuweza kuingia katika kifaa chako bila hata wewe mwenyewe kuweza kujua. Wengi wetu tumekuwa tukiibiwa akaunti za Instagram, Gmail, lakini pia hata WhatsApp. Sio kwa sababu hawana antivirus ama hawana security, hapana, bali ni kwa sababu tu hawajui zile basic rules za cyber security. Wengine wamekuwa wakitumia password moja tu katika kila akaunti yake, mtu anatumia password moja hiyo hiyo. Na password yenyewe ukiangalia mtu anatumia 1 2 3 4 5 6 ama neno password ni kama password yake. Hapo tayari haka anakupata kiurahisi kabisa. So siri kubwa ni kwamba usijaribu kuwa haka, lakini jaribu kuwa unaangalia na kutafakari jinsi gani ambavyo haka wanafikiria. Ukielewa hilo, hakuna atakaye kudanganya kwa linki ambazo sio rasmi, phishing message ama website ambazo ni fake. Knowledge ndio asset yako ya kwanza katika dunia hii ya kidigitali. Kuwa ni mtu wa kujifunza siku baada ya siku. Kama unahitaji kuwa mtu wa cyber security na kuelewa masuala ya cyber security, kisha una subscribe channel yangu ya YouTube hivi sasa, uwe ni mtu wa kujifunza kila siku. Ni follow katika social media account zangu kwa tips na tricks mbalimbali ambazo zitakuweka wewe salama katika ulimwengu huu wa kidigitali, ulimwengu huu uliojaa madhara mingi sana kwa kukosa elimu ya hivi vitu, namna gani ya kujilinda mtandaoni. Elimu ya cyber security kwa sasa ni kama bima ya maisha yako ya kidigitali. Sote tunahitajika kuwa navyo, na havikuhitaji kuwa mtaalamu ili basi uweze kujilinda. Inakuhitaji elimu ndogo tu ili uweze kuwa salama katika mtandao mbalimbali ama katika internet tunasema kwa ujumla. So hakikisha umelike video hii, umerepost ili uweze kuwafikia watu wengi zaidi. Una swali lolote, una maoni, kuna sehemu ya comment hapo unaweza kushare na sisi. Tukutane wakati mwingine, tuendelee kuwa pamoja katika safari hii ya kujifunza na kujiweka salama mtandaoni. Asante sana.